Amani ya Mungu idumu kwetu. Ndiyo walimu mbalimbali leo pia tunaingia kwenye somo la makaburi. Leo tunaingia kwenye somo la watu kutembelea makaburi kwa lengo la kusafisha, ima kwa lengo la kuhitaji kupata mema ya waliotangulia kufa kabla yetu. Tunatakiwa kupata elimu ya jambo hili kwa sababu watu wengi wamekuwa wakidhurika na kitu hichi kwa kutokujua madhara ya makaburi ni yapi. Baada ya dunia kuvamiwa kielimu kwa viumbe wa sayari zingine kuleta elimu zao duniani, ikiwemo malaika, majini na wengineo, usiende kwanza kudhuru makaburi kwa lengo la kupata baraka bila kusikiliza kwanza haya, ili ukaathirike huku ukiwa unajua utakavyoathirika. Viumbe hawa wa ulimwenguni ukanda ambao wamehusudu malaika, hao walibaki kuathirika kwa malaika. Upande ambao walizungukwa na majini, hao walibaki kuathiriwa na majini. Majini baada ya kuja duniani, yako mambo waliyafanya kwa watu ambao mnatakiwa mpate elimu yake, mjue watu wengi wamekwama wapi. Majini walileta itikadi duniani, na itikadi hiyo wakaichanganya na mila za watu kwenye dunia hii, huku majini hao wakiwa ndio wasimamizi wa itikadi hiyo. Na hata upande wa malaika na wao walifanya hivyo hivyo kwenye mambo ya kiroho. Mtu anapokufa huku akiwa ameamini ndani ya mambo hayo, mtu akiwa amekufa
Alafu akiwa ameamini ndani ya mambo hayo, wakati wake wa kufa ukifika, na akaenda kustiriwa pale kwenye kaburi lake, hawa viumbe waliweka mkakati. Hawa viumbe majini na heka mbalimbali waliweka mkakati ya moja ya vimvuli vyao, na roho za aina yao ndio zilibaki kusimamia mazingira yale ambako mtu anakuwa amekufa na kuhifadhiwa sehemu ile. Sababu ya majini kufanya hivyo ni baada ya wao kufanya utafiti wa muda mrefu, na wakagundua watu walikuwa wakirudi kwenye njia ya wazazi waliotangulia, wakikutwa na shida zozote mbalimbali. Watu walikuwa wakirudi kwenye usudu za makaburi, na vitu vya hapa na pale vilikuwa vinawasaidia kwa uchache wake. Baada ya majini kujua kitendo hicho, majini wakawashikisha imani watu. Hiyo imani inakuwa nyuma yake imesimamiwa na viumbe hao, na mambo mengi mnayoyafanya baada ya kuwa kwenye imani yao, kontrol nyingi za vitu vingi vinakuwa zidi yao. Najua waalimu tunaelewana hapa. Majini walivyomaliza operesheni yao, wakajua watu hukimbilia kwenye makaburi wakikosana na wazazi wao, ima mazingira, wanapata utatuzi wa mambo machache. Sasa majini wakaona walete itikadi, ima imani ambayo itakuwa na husudu ya mambo yao. Na hapo majini na malaika, baada ya kukubaliana kwenye mikataba ya kilimwengu, walikubaliana haya mambo tuyafanye kwa pamoja ili tusijivurugie. Kwa hiyo ukisikia sehemu wanahusudiwa malaika na majini wako hapo, basi huo unajua hawa ni wale malaika walokubaliana na majini. Ukiona sehemu anahusudiwa malaika tu, hakuna jini anayetajwa, moja kwa moja unajua wazi kwamba hao ni malaika walokataaga kufanya kazi na majini baada ya kukosana. Sasa malaika hawa waloungana na majini, na kwenye historia malaika ndo waliokuwa wanawatumikisha majini. Baada ya majini kukataa kutumikishwa, majini na wao wakataka wawe huru kufanya mambo yao. Baada ya kutafuta uhuru huo, kilichofuata walikuja kukubaliana, kwa maana majini na malaika wakakubaliana, bana, mpango huu kuhusu watu tuufanye kwa pamoja.
Wakakaa wakaufanya kwa pamoja, ikawa ni itikadi ambayo vinatajwa vitu mle ambavyo majini yako humo na malaika wako humo, na wale watu waliotii maisha ya viumbe hivyo na wenyewe majina yao yanakuwa humo. Mpango huo ukaendelea. Majini ikawa ni vile vile kwamba wenyewe ni wafanyakazi, wakapewa kazi sasa ya kusimamia kila kaburi ambalo mja ataenda kuzikwa pale, ambaye yuko chini ya itikadi hiyo. Elimu mmeshaipewa kwamba mtu akifa roho huwa inatoka, mtu mwema anakwenda kwema kwenye anga la mbingu, na mtu mbaya anaenda maskani ya kubaya ndani ya moja ya anga iliyoko ndani ya mbingu hiyo hiyo. Kwa nyinyi mmeosoma masomo ya jadi, mmepambanuliwa na kujua hai. Lakini kinachobakiaga hapo kaburini huwa ni kimvuli cha mtu. Pia elimu ya kimvuli mmepewa, kwa maana ile miale ambayo hubaki hapo kaburini baada ya mtu kufa, ile inakuwaga ndio amana chache ya aliyekufa na waliyebaki. Sasa majini baada ya kujua kitendo hicho na kuwashika watoto wa watu wote kukaa kwenye misingi yao, unaendaga kupalilia makaburi, sikiliza maneno haya. Kwa hiyo ukienda kwa mzazi ima wazazi ambao walikufa wao wakiwa chini ya mihimili ya hivi viumbe, uwe unajua wazi pale hakuna roho wala hakuna kimvuli cha mzazi huyo kitakusaidiaga kupitia haya ninayokuja kukueleza. Hawa viumbe majini wakafanya kazi hiyo. Mkimaliza kumzika pale, kile kimvuli huwa kinaitwa kwenye misingi yao. Kimvuli kile pale kinaondoka. Kimvuli cha mtu kinaondoka, kinaondolewa na majini, wanaenda kukihifadhi ambako wako wao majini kwa kukitumia. Alafu jini yoyote anayekufa kimwili hapa duniani, kimvuli kile ndo kinakuja kinachukuliwa, kinawekwa kwenye kaburi hilo. Najua waalimu hapa mnanisikiliza kwa umakini. Majini wanaoishi kimwili wako humu duniani, isipokuwa wanaishi kwa magendo na kujificha. Na kungineko mwa dunia humu wamechimba andaki nyingi za kutosha. Andaki kubwa sana ziko kwenye hii dunia, ambako majini wakitoka sayari yao wakiwa wako kimwili huwa hawaonekani kwa watu kawaida. Wanaingia ndani ya hizo andaki na wanaenda kuishi huko kimya kimya. Nchi mbalimbali ambako watu wamehusudu mambo ya viumbe hawa, huwa kuna andaki ya mambo haya.
Ukija kwenye Afrika Mashariki na Kati, maandaki haya yapo. Ukija kwenye pwani za bahari kama Zanzibar na kwingineko, majini hawa wana maskani ya kujificha humo. Yote haya kaeni muelewe kwamba jini ni kiumbe huwa yuko kimwili, na akifa ndo anabaki kuwa roho yake inakuwa kama mzimu wa mtu tu aliyekwisha kufa. Kwa hiyo hizi roho za kijini zinazowapandaga watu, hizi uwaga ni majini waliokwisha kufa, isikokuwa hizi roho sasa zinabaki tu kusimamia ule msingi kiroho ambao ulifanywa na wale majini walokuwako kimwili. Na walifanya hivi majini baada ya kuona wakifanya mambo kimwili wanakamatwa, wanauawa, wakabadilishaga mtindo huu wa kuishi. Kwa hiyo mmebaki mnaishi na roho za kijini na sio majini ambao wako kimwili tena. Majini walioko kimwili wana andaki mbalimbali ambazo huwa wanajificha huko, na wakija duniani wanavaa maski mbalimbali zinazofanana na utu, na wanatembea mitaani humu kawaida, na inakuwa ngumu kuwajua kutokana na ubora wa maski hizo. Ukimuona unajua huyu ni mtu kabisa, kavaa baibui yake hapo, ima kavaa suti yake vizuri, lakini alichovaa juu ya mwili ule inakuwa ni maski imeotengenezwa kwa ubora mkubwa, ambayo inafanana na mtu kabisa moja kwa moja. Mitindo hii ya kutengeneza maski za kufanana na mambo fulani, majini ndo walileta mitindo hii kwa ukubwa zaidi na maarifa makubwa. Kwa hiyo ukiona wamekuja hapo wanavaa nguo kawaida, uwe unajua tayari kuna mambo machache ameisha yafanya mpaka kuwa hivyo. Huyo ni jini sasa aliye kimwili. Waliishi hivyo na wanaishi hivyo kwa magendo, kwa sababu wanajua wazi kuna watu hawakubali mambo yao. Kwa hiyo watu hao ni rahisi kuwaletea shida. Ndio maana wanapigana tamaduni zao zikae vichwani mwenu. Zikisha kaa vichwani mwenu, mnakuwa tayari mmetii zile tamaduni. Ndani ya zile tamaduni wakifanya jambo lolote, nyie mta appreciate, kwa sababu tayari mmeisha shikwa na tamaduni yao. Sasa hii ndo kazi kubwa ya kwanza walofanya, na leo tu mnabaki kuita tu kwamba mimi nimeamini hivi, mimi nimeamini hivi. Lakini yote mtayajulia hapa kwenye somo hili la walimwengu mbalimbali. Wanawaambieni tembeleeni makaburi, nendeni mkapalie makaburi. Nenda kwenye kaburi la bibi yako pale, lia shida zako. Nenda kwa kaburi la shangazi yako, la baba yako, lia shida zako. Amekufa na itikadi gani? Shangazi yako amekufa na itikadi gani?
alikuwa mtu wa kale zamani ambaye hana imani mapokeo za kilimwengu? Ujiulize swali hilo tu. Ukimkuta alikuwa na imani za kilimwengu zilizotoka ulimwenguni zikaja duniani, bibi yako akaishishwa ndani ya imani hizo, akafanya mambo mengi humo kwa utii, akifa huyu bibi, mababu, baba, mama, shangazi, kaka, mjomba na wengine, hakuna anayeweza kukusaidia ndani ya hao. Ukienda kwenye kaburi yake umekwenda kuzurura, ima umesaidia tu kutoa majani. Kama sehemu ilikuwa ina pori, basi wewe umesaidia hapo kutoa lile pori lisiwagasi watu. Lakini eti unataka mema ya yule bibi aliyekufa kwa kutembelea kaburi lake na kupalia hapo kwamba unaenda kulia bibi hivi na vile. Ndugu yangu, baada ya maelezo haya, wewe umeharibikiwa. Hawa viumbe walichokifanya ni kupanga operesheni ya roho za viumbe hawa, ndo huwa zinakaa kwenye makaburi ya wale watu ambao waliamini misingi ya hivi viumbe. Najua naeleweka hapo. Hawa majini waliwekwa safu tu safu, kila anayekufa akiwa chini ya misingi ya agenda zao. Basi kunakuwa kuna roho simamizi ya kijini pale, ndo inabaki yale mazingira. Kwa maana nyinyi mkikimbilia pale, mnakwenda na mwisho wa siku mnafika bibi ni hivi na vile. Kinachokunasa hapo ni jini na sio yule bibi tena. Najua nasema na watu wenye akili, sisemi na wale watu walokandamizwa na itikadi wakatiwa na upofu wa kiitikadi. Nasema na watu ambao wanatumia akili na wanatafuta namna ya kujinusuru kuishi kwenye mema ambayo yanaweza kunusuru wengine kiakili. Moja kwa moja, somo letu la makaburi hili linatuelezea sasa haya kwa mapana, ya kwamba ukirudi hapo kwenye kaburi la babu ima bibi, tazama alikufa kwenye itikadi gani. Ukiona ni bibi alikuwa hataki imani za kilimwengu, na kwa kawaida alikuwa ameishi zake simple tu, haukuona mabaya ima dharuba nyingi zilizotokea kwake za kichawi na vitu mbalimbali, huyo unaweza ukapata jambo kwake. Lakini hawa waloimidiwa na hivi viumbe wakaishi kwenye tamaduni hizi za kilimwengu, mkienda kwenye kaburi zao mnakutanaga na roho za hivi viumbe. Na yote hapa ndo mnatakiwa mjue. Kuna mja mmoja akasema, Mwamilo koko, bibi yangu alikufa
lakini yeye alikuwa ni kabila la Kibembe. Lakini alikuwa ameamini sana hizi imani za kimataifa, kwa maana haya mambo ya kilimwengu naonaga mzimu wake unakuja pale, unaongea Kibembe na unasema hivi na vile. Nikamuelimisha, nikaambia majini wanajua lugha yoyote wanaoweza kujifunza na kuifahamu. Ni kama wewe mtu ukifundishwa lugha ya aina yoyote unaijua. Wako majini wameijua lugha baada ya kukaa na watu wenye lugha. Mzimu kuongea lugha fulani, hicho kitu kisikuongopee. Mwalimu huyu akashtuka sana, akashtuka sana. Jini ameongea Kibembe? Nikaambia hata wewe ukifundishwa lugha za kijini utaongea lugha za kijini. Wewe hujawahi kumuona Mbembe leo anaongea Kiarabu? Akaniambia nimeisha muona. Hujawahi kumuona Mbembe ameongea Kiingereza? Nimeshawahi kumuona. Hujawahi kumuona Mmasai anaongea Kifaransa? Hujawahi kumuona Mmasai kaongea Kiingereza? Akaniambia yote nimekwisha waona. Nikamueleza mwalimu, majini wanajua lugha yoyote waliokwenda kujifunza na kuishi kwenye himidi hiyo na kufanya jambo lao lolote kwa sehemu hiyo. Majini ni kama wewe mja ambao unatakiwa uelewe lugha unayofundishwa wewe na kuielewa na kuidadavua, na jini ni hivyo hivyo. Huyu mwalimu akaumia kichwa sana. Kwa hiyo leo hii kuna majini wanajua lugha zenu za asili, ndo kitu mnachotakiwa mkijue, na wamekaa na watu wa asili kwa muda mrefu. Kipimo kwa mtu wa asili ni kumtazama anafata misingi ya asili iliyosemwa kwenye jadi, ameishi kwenye asili ya lugha tu huku ameamini imani za kilimwengu. Hili ndo swali libaki kichwani mwako kama mja. Ukibakia pale eti bibi yangu alikuwaga anaongea lugha inachukuliwa na yoyote na anaitumia miongoni mwa hawa viumbe majini na malaika. Walikuwa na watafiti ndani yao, wana uwezo wa kujifunza mambo mbalimbali kuhusu viumbe. Na kaburi nyingi hizi unazoziona, mamilioni ya makaburi yameshikwa na viumbe hivi baada ya watu kukamatwa kiimani za kiroho na viumbe hivi vya kilimwengu. Kwa hiyo wewe unaokwenda unasema tu hapo kwamba nimeenda kwenye kaburi la bibi, amekuja pale kaongea lugha ya Kijita, alikuwa Mjita wa kweli ambaye hana mapokeo ya kilimwengu? Alikuwaga anaingia kwenye nyumba za ibada fulani za kilimwengu hapa? Basi ndugu yangu, hicho Kijita kitakupeleka pabaya. Uwe unajua hawa viumbe walitengeneza triki kubwa ya kuishi. Baada ya kuamini misingi yao, walichukua roho za agenda zao, ndo wakaziweka kwenye kila kaburi ya mja alokufa, huku akiwa ametii misingi yao. Kaburi zote hizo zimeimidiwa na viumbe hivyo. Ndio maana hamna uwezekano nyinyi wa kusemezwa na roho za wazazi wenu tena
baada ya nyie kupigwa loki hiyo. Ndio maana utaona ni wazazi wachache kupitiliza ambao utaona wana misingi ya kusimama wao kama wao. Najua waalimu mbalimbali hapa ambao mko mbio sana kudhuru makaburi. Kasafishe kaburi la bibi yako, kasafishe kaburi la babu yako, baba yako kafa pale. Sawa, kasafishe, lakini unaelewa nini kuhusu hili? Unajua jambo gani kuhusiana na tafsiri hii ya makaburi vamiwa? Kaburi zote za waliyekufa huku wakiwa wameamini tamaduni za kilimwengu, hizi kaburi zote uwaga ziko kwenye loba na huwa ziko kwenye loki ya viumbe hawa, na mizimu walioimidiwa kwenye hayo hawawezi kufanya kitu chochote mbele ya hao mabwana mkubwa wao waliowatii. Sasa wewe nenda kwenye kaburi hizo ukazoe majini, ukazoe roho za ajabu ajabu, eti ukabaki unasema ni roho ya bibi yangu, kisa iliniongelesha jambo fulani. Kikubwa, tazama bibi yako alikufa na misingi gani. Hapa ndo utapata uwazi wa kaburi hiyo ina uhalali gani kwa huyo bibi yako. Hivyo ni washukuru ndugu wana hoja. Somo letu la leo limepambanua kuhusu jambo hilo la kaburi, na huo nimeowaambia ndio ukweli. Asanteni.